Makubaliano baina ya Israeli na Lebanon yaendelea kuibua maswali, huku kiongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah akisema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israel ni sawa na kusalimu amri. Ni vigumu kufikia makubaliano bila kuwashirikisha Hezbollah, na hili swala la Lebanoni limekuwa gumu kwa sababu ukichukua kuanzia ceasefire ya kwanza na ile ceasefire ya siku 45 iliyofanyika kule Marekani, inaonekana tu wazi kuwa waliowakilisha ni watu ambao tofauti. Takriban raia wa Palestina 11 wauawa, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, huku makumi wakijeruhiwa kwa mashambulizi ya angani ya Israel katika mji wa Gaza. Ziara ya siku 3 ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi yaendelea, ikilenga kuimarisha ushirikiano wa nchi hizo mbili katika sekta mbalimbali za kimkakati. Mapigano yanaripotiwa kuendelea usiku kucha katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kati ya makundi hasimu ya kisiasa kabla ya maandamano yaliyopangwa kuchelewesha uchaguzi. Muhula wa Rais wa Hassan Sheikh Mohamud madarakani uliisha tarehe 15 mwezi uliopita Mei, lakini uliongezwa kwa mwaka mmoja. Upinzani nao walisema hii ni kinyume cha katiba ya nchi na waliitisha maandamano ya siku hii ya Alhamisi ya leo. Viwanjani, kombe la dunia, mashabiki wapigwa marufuku kuingia na chupa za maji michezoni. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Karurubi. Rais wa Marekani Donald Trump amewakosoa wabunge wa nchi hiyo kwa kupitisha azimio la kupinga vita vya Marekani nchini Iran. Hatua hiyo ya bunge inamtaka rais kuondoa majeshi ya Marekani au kupata ridhaa ya bunge kuendelea na vita vya Iran. Rais Trump ameitaja hatua hiyo kuwa kutokuwa wazalendo na imekuja wakati wa kile alichokitaja mkondo wa mwisho wa mashauriano ya kuvimaliza vita. Azimio hilo sasa linakwenda kwenye baraza la Seneti, lakini huenda rais akatumia kura ya turufu kulipinga. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah amesema makubaliano yote kati ya Lebanon na Israel ni kusalimu amri na kushindwa. Ahmed Bahaji na taarifa zaidi. Taarifa kutoka kwa Naim Kasim inaashiria mashaka kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rais wa Lebanon Joseph Aoun ameyataja fursa ya mwisho ya kufikia amani ya kudumu. Israel tayari ishasema kuwa itaendeleza operesheni ya kijeshi kusini mwa Lebanon hata chini ya makubaliano mapya yaliyofikiwa kati yake na serikali ya Lebanon. Hezbollah inayoungwa mkono na Iran imesema kaskazini mwa Israel hakutakuwa salama hadi pale vijiji vya Lebanon vitaacha kushambuliwa. Naim Kasim ameyataja mazungumzo kati ya wajumbe wa Lebanon na Israeli yaliyofanyika Washington, Marekani kuwa yasiokuwa na tija na fedheha, akidai yanapingwa na wengi nchini Lebanon. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amemshtumu bilionea Elon Musk kwa kujaribu kuleta migawanyiko nchini Uingereza kufuatia ghadhabu ya umma kuhusu jinsi polisi walivyoshughulikia kifo cha mwanafunzi mzungu aliuawa na muumini wa Sikh kwa madai ya ubaguzi wa rangi. Starmer amesema Bwana Musk amekuwa akiingilia siasa za Uingereza. Mmiliki huyo wa mtandao wa kijamii wa X amekuwa akichapisha katika mitandao kuhusu kesi na wakabili polisi Uingereza, akisambaza maoni ya viongozi wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia na hata kutangaza anajitolea kudhamini mashtaka dhidi ya polisi. Henry Nowak alitiwa pingu na kukamatwa akiwa anakata roho baada ya kudungwa kisu. Alomshambulia alidai kuwa alikuwa mbaguzi wa rangi. Kisa hicho kilizua ghasia Southampton ambako mauaji hayo yalitokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ubalozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Afrika Kusini umethibitisha kuwa raia wanaotaka kurejea nyumbani wanaweza kufanya hivyo chini ya mpango wa kuwarejesha makwao kwa hiari unaoratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi. Saif Abdalla na taarifa zaidi. Zaidi ya raia 300 wa Msumbiji pia wamerejeshwa nyumbani kutoka Afrika Kusini wiki hii, ambako katika majuma ya hivi karibuni kumezuka wimbi la chuki dhidi ya wageni. Malawi imesema itawasaidia raia wake walioko Afrika Kusini kurejea nyumbani baada ya Msumbiji na Ghana kuwarejesha baadhi ya raia wake, na Nigeria ikisema mamia ya raia wake pia wametaka kurejeshwa nyumbani kufuatia kuongezeka kwa chuki dhidi ya raia wa kigeni Afrika Kusini. Na usalama umeimarishwa katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, wanajeshi wakishika doria mjini humo baada ya mapigano makali kuzuka jana usiku kati ya makundi hasimu ya kisiasa. Rais Hassan Sheikh Mohamud amelitumbukiza taifa hilo katika mzozo wa kisiasa baada ya mwezi uliopita kutangaza kurefusha kwa muhula wake madarakani kwa mwaka mmoja zaidi. Viongozi wa upinzani na wa majimbo walipinga hatua hiyo, na maandamano ya umma ya kupinga uchaguzi kufanyika mwaka ujao badala ya mwaka huu yalitarajiwa kufanyika leo Alhamisi. Taarifa ya pamoja ujumbe wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya nchini Somalia na ubalozi wa Uingereza
imesema inatiwa wasiwasi na hali ilivyo Somalia. Hii ni BBC. Tukianza moja kwa moja ni kwa kiongozi wa kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran amesema makubaliano yoyote kati ya Lebanon na Israel ni sawa na kusalimu amri na kushindwa. Taarifa iliyotolewa na kiongozi huyo wa Hezbollah, Naim Qassem, imeonyesha kudhoofisha kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani, huku rais wa Lebanon Joseph Aoun akielezea kama nafasi ya mwisho katika kupata amani. Faidha Ngaga anaarifu. Hiyo ni sauti ya mwandishi wa habari akiuliza swali kwa Kiingereza akitaka ufafanuzi wa jinsi sitisho la vita kati ya Lebanon na Israel litakavyofanya kazi. Daniel Haller ni afisa mwandamizi wa serikali ya Marekani na mshauri wa Marco Rubio, ametangaza rasmi makubaliano ya sitisho la mapigano na kusisitiza masharti yake, akifafanua kuwa mkataba huo unategemea kwa 100% kusitishwa kwa mashambulizi yote kutoka kwa kikundi cha Hezbollah kinachoungwa mkono na Iran. Mkataba huo unataka wapiganaji wote wa Hezbollah kuondoka kabisa katika eneo lililopo kati ya mpaka wa Israel na mto Litani, umbali wa kilomita 30 kaskazini, eneo ambalo kwa sasa linashikiliwa na vikosi vya ardhini vya Israel. Marekani itasaidia kuongoza uundaji wa maeneo maalum ya kiusalama ambapo jeshi la taifa la Lebanon litachukua udhibiti kamili ili kuzuia vikundi visivyo vya kiserikali. Huyu ni Rais Trump akielezea matumaini yake. It's a very different kind of a thing. Hii ni aina tofauti kabisa ya jambo. Kwa kweli tulizungumza na Hezbollah kwa mara ya kwanza kabisa. Hatukujua kwamba wanazungumza na walikubali jana. Israel haitafyatua risasi. Tutaliona tu jinsi litakavyokwenda. Lakini ningependa kulitenganisha hili. Ningependa liwe jambo la pekee kwa sababu ni tofauti kabisa. Tulikuwa na mafanikio makubwa katika yale tuliyofanya na walituhitaji. Hawangeweza kufanya bila ya sisi na wakatupatia kuwasaidia kutatua tatizo la kweli kabisa. Wawakilishi wa pande zote mbili wanatarajiwa kukutana tena tarehe 22 mwezi huu wa Juni kwa mazungumzo zaidi yenye lengo la kufikia makubaliano ya kudumu. Lakini hatua hii imekumbana na utashi wa kisiasa ndani ya Israel. Waziri wa usalama wa ndani mwenye msimamo mkali Itamar Ben-Gvir amekosoa vikali makubaliano haya, akiyaita kosa kubwa la kihistoria ambalo litatoa fursa kwa Hezbollah kujiimarisha upya kijeshi. Mashambulizi ya hivi karibuni ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israel yameendelea kuyakumba maeneo ya kusini mwa Lebanon, ambapo wizara ya afya ya Lebanon imearifu vifo vya watu kadhaa, wakiwemo wahudumu wawili wa afya waliokuwa kwenye gari la wagonjwa. Kwa upande wao, Hezbollah wamejibu kwa kuvurumisha maroketi kaskazini mwa Israel, wakidai kuwa wanajihami dhidi ya kiukwaji wa makubaliano ya awali. Vita hivi vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,500 nchini Lebanon na kuwatawanya zaidi ya watu milioni 1 kutoka kwenye makazi yao. Hali hii ya kutokuwepo kwa usalama wa uhakika imesababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi wa Israel, hasa wale wanaoishi maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Lebanon, ambao wameishi chini ya tishio la maroketi kwa miezi kadhaa. Shinikizo la kisiasa linaongezeka dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, huku uungwaji mkono wake ukiporomoka vibaya. Usitishaji sana kwenye makaratasi, lakini kwenye uhalisia tunaona kinyume chake kabisa. Sasa ukiangalia mfano la Lebanon ambalo rais wao Joseph Aoun ametangaza litaanza hivi karibuni na tayari wamezungumza na Hezbollah, lakini ambacho kinaakisi sana Lebanon ni kuwa walio
wanasimama kwenye mazungumzo walikuwa si Hizbullah moja kwa moja, wanataka kama wawakilishi wa Hizbullah, unaweza kusema Amal Movement, ambao iko chini ya spika wa bunge la Lebanon na Biberi. Hiyo unaweza kusema kwa sababu wanawasiliana na Hizbullah, lakini kumekuwa na kiukaji. Unaona taarifa hata ya usitishaji wa hivi karibuni, hapo unaona taarifa ya waziri mambo ya nchi ya Israel anasema kwamba operesheni zao za kaskazini zinaendelea kawaida, haziathiri yoyote na ile ceasefire. Lakini ukiona ni Trump anapotoka kwenye ceasefire, ukija upande wa pili unakuwa serikali ya Lebanon anatoka kwenye ceasefire, lakini uhalisia hautoi kabisa kama kweli hii ni ceasefire. Hizbullah ni kundi la wapiganaji wa Kishia na pia chama cha siasa chenye ushawishi mkubwa tu, kundi lenye nguvu na ambalo linaungwa mkono na Iran, na pia lenye kikosi cha kijeshi chenye nguvu na ambacho kinaogopwa pengine kushinda hata jeshi la Lebanon. Sasa unadhani kufikiwa kwa makubaliano kwa Israel na Lebanon bila kushirikishwa kikamilifu kwa kundi hili, makubaliano hayo yatafanikiwa? Ni vigumu kufikia makubaliano bila kuwashirikisha Hizbullah, na hili swala la Lebanon limekuwa gumu kwa sababu ukichukua kuanzia ceasefire ya kwanza na ile ceasefire ya siku 45 iliyofanyika kule Marekani, inaonekana tu wazi kuwa waliowakilisha ni watu ambao tofauti, yani waliokuwa kwenye vita ni wengine, waliozungumza wengine, na hata mazungumzo yaliyomalizika Marekani hizi siku mbili yalikuwa ni kati ya wawakilishi wa serikali ya Lebanoni, wanaita jeshi la Lebanoni, pamoja na Israeli. Sasa ukitazama kama jeshi la Lebanoni pamoja na Israeli, hawapo kwenye mgogoro wowote kwa hivi sasa zaidi ya migogoro ya kawaida ambayo imekuwepo, lakini mgogoro mkubwa uliopo ni kati ya Israeli na Hizbullah. Sasa ukisikia taarifa ambayo hata Marco Rubio jana alihojiwa akasema, kunukuu kauli ya Trump, anasema kuwa wamezungumza na Hizbullah. Yeye alichosema kuwa tumezungumza na wawakilishi ambao wako karibu na Hizbullah, yani wakimaanisha kuwa wamezungumza na spika wa kundi la Lebanon ambaye ni Nabi Berri. Yeye anatokana na muungano ule wa Amal Movement ambao ni vyama vya Kishia. Kwa hiyo baada ya Hizbullah kuondolewa au kutengwa baada ya kifo cha Nasrallah, kiasi kikubwa mamlaka ya kisiasa ya Hizbullah yalikuwa yakiwakilishwa na muungano mwingine wa pili ambao una washia wa Amal Movement ambao unaongozwa na spika wa bunge Nabi Berri. Kwa hiyo alisema Marco Rubio, tumezungumza na wawakilishi wao, yani kusubiri kwa spika ambaye anawasiliana na Hizbullah, lakini mpaka muda huu hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Hizbullah kwa kweli wako kwenye ceasefire. Kwa hiyo ni vigumu tena kung'amua kuwa ni kweli wamezungumza na watu halisi au kile wanachokizungumza huku na huku inakuwa ni tofauti. Inamaanisha nini kwa mustakabali wa Mashariki ya Kati, Iran na Marekani yenyewe? Ni kweli kuwa tukisikiliza taarifa na vyombo vya habari na tukisoma vyombo hasa vinavyotoka upande wa magharibi, unaweza kudhani mambo ni mepesi na yamemalizika nyuma au yamekwisha katika mkutaba, lakini uhalisia bado mambo ni magumu sana. Unajua, swala la Lebanoni bado ni swala ambalo linaleta ugumu katika haya mazungumzo. Mfano, mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Irani. Tayari jana waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amesema kuwa hauwezi kukatenganisha makubaliano yetu na Lebanoni. Yani wanasema kuwa ni lazima makubaliano ya awali ya usitishaji, yakiwemo kuhamisha zile fedha za Irani, yafungamanishwe na MOU ya kwanza, Memorandum of Understanding ya kwanza ni Lebanon. Wanasema kuwa hakuna makubaliano kati ya Irani na Marekani bila Lebanon. Wakati huo Donald Trump jana amezungumza katika kauli ambayo tayari Netanyahu aliwahi kuizungumza. Tayari makamu wa rais wa Marekani alishaizungumza kuwa mgogoro wa Irani na Marekani haufungamanishwi na Lebanoni. Wakati huo Irani anataka kufungamanisha kwa pamoja. Haya mazungumzo ni kwanza kwa uaminifu, yani tuweke uaminifu wa pande zote mbili. Je, tunaweza kuwa na uaminifu ili tuanze mazungumzo? Maanake kuwa hakuna mazungumzo yoyote rasmi ambayo tayari yameshaanza, isipokuwa kinachotafutwa tu ni uaminifu wa pande zote mbili. Kwa hiyo bado tuko mbali na bado tuna hali ngumu, na dunia itaendelea kupitia hali ngumu zaidi, sio sisi tu Afrika. Mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza kuhusu hali ilipo Lebanon na vilevile Israel. Kando na hayo ni kuwa takriban raia wa Palestina 11 wameuawa, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, na makumi kujeruhiwa kwa mashambulizi angani ya Israel katika mji wa Gaza, kwa mujibu wa vyanzo vya afya na watu walioshuhudia. Peter Mwangagi anaarifu zaidi. Ndege za kivita za Israel zilishambulia angalau majengo manne ya makazi katika vitongoji vya Sheikh Radwan na Tel Al Hawa pamoja na kambi ya wakimbizi ya Shati mapema Alhamisi asubuhi, na kusababisha milipuko mikubwa pamoja na taharuki miongoni mwa wakazi. Miongoni mwa video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kudaiwa kuonyesha matokeo ya mashambulizi hayo, kulikuwa na picha za kuhuzunisha za watu wakijaribu kuondoka katika jengo lililokuwa likiteketea kwa moto katika kambi ya Shati. Kulikuwa na picha za kuhuzunisha za watu wakijaribu kuondoka katika jengo lililokuwa likiteketea
kwa moto katika kambi ya Shati. Jeshi la Israel halikutoa kauli yoyote mara moja kuhusu tukio hilo. Tukio hilo. Mashuhuda waliambia BBC kuwa helikopta 3 za Israel zilionekana kwa muda mfupi katika ufuko wa jiji la Gaza kabla ya kutekeleza mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya majengo hayo. Miongoni mwa waliolengwa kwa mujibu wa ripoti ni kamanda wa Hamas kaskazini mwa Gaza, Hassan Labad, ambaye aliuawa pamoja na mke wake na watoto wao watatu. Msemaji wa shirika la ulinzi wa raia linalosimamiwa na Hamas alisema kuwa miongoni mwa waliofariki walikuwa watoto wawili wenye ulemavu kutoka familia ya Labad pamoja na wanawake watatu. Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya anga katika ukanda wa Gaza licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano yaliyosimamiwa na Marekani, ikishtumu Hamas kwa kujizatiti upya na kujenga tena uwezo wake wa kijeshi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, zaidi ya watu 940 wameuawa tangu makubaliano ya usitishaji mapigano yaanze kutekelezwa mwezi Oktoba mwaka jana. Wakati dunia ikielekeza macho yake katika migogoro mingine ya Mashariki ya Kati, hali ya Gaza inaendelea kuzorota ikiwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu na taarifa kwamba Israel inapanga kuongeza eneo linalodhibitiwa na jeshi lake hadi kufikia 70% ya ardhi ya Gaza. Vita vya Gaza vilichochewa na shambulio lililoongozwa na Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara. Israel ilijibu kuanzisha operesheni ya kijeshi huko Gaza, ambapo zaidi ya watu 72,950 wameuawa kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amewashambulia kwa maneno wabunge wa baraza la wawakilishi nchini humo kutokana na kuanzisha kwao dhidi ya vita nchini Iran. Hatua hiyo inamtaka aondoe majeshi ya Marekani au apate kibali kutoka kwa bunge la Congress kuendeleza mzozo huo. Ameelezea hatua hiyo ya bunge kuwa sio ya kizalendo na kusema imekuwa katikati ya kile alichokiita dakika za mwisho za mazungumzo ya kumaliza vita. Hatua hiyo sasa itakwenda katika bunge la Senate, lakini inaweza kupingwa na rais. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 215 dhidi ya 208 baada ya wabunge wanachama wanachotoka Rais Trump wa Republican kuungana na wale wa Democrat katika hatua ya nadra ya kupinga hadharani vita hivyo kati ya Marekani na Iran vilivyoanza mwezi Februari. Lakini azimio hilo bado linahitaji kupitishwa na bunge la Senate linalodhibitiwa na wanachama wa Republican. Hata likipitishwa huko, Rais Trump, kulingana na wachambuzi, ni kwamba anaweza kutumia mamlaka yake ya kura ya turufu kuzuia azimio hilo kuwa sheria, jambo ambalo linahitaji theluthi mbili ya kura katika mabunge yote mawili ili kubatilishwa. Hili si jambo ambalo litamzuia Trump hivi karibuni, na bila shaka ni vyema kukumbuka kwamba huyu ni rais ambaye amewahi kushtakiwa na bunge mara mbili, na hilo halijamzuia Rais Trump kuendeleza mbele ajenda zake. Hivyo kuna uwezekano mdogo sana kwake kutilia maanani jambo hili. Wabunge wa Republican Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett na Warren Davidson waliungana na wale wa Democrat kuunga mkono azimio hilo. Barrett alisema ni jukumu la bunge pekee kutangaza vita na kwamba alipiga kura kulingana na dhamira yake bila kujali shinikizo lolote la kisiasa. Mbunge Gregory Meeks wa Democrats alielezea kura hiyo kama pigo kubwa kwa Rais Trump, akisema vita dhidi ya Iran vimekuwa gharama kubwa, havijafanikisha malengo yake yaliyotangazwa na ugumu wa kupata suluhisho la kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kura hiyo ilikuwa ya kupitisha azimio la mamlaka ya vita ambalo linamtaka Rais Trump kuondoa majeshi ya Marekani au kutafuta idhini ya bunge kabla ya kuendelea na mzozo huo. Hata hivyo, haijulikani wazi azimio hilo la baraza la wawakilishi lina nguvu kiasi gani kisheria. Ikulu ya White House imepuuzilia mbali azimio hilo, ikisema ni jambo lisilo la kikatiba la kuzuia mamlaka ya rais. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Iran ilijibu kwa kushambulia Israeli na nchi washirika wa Marekani katika Ghuba, na kwa kiasi kikubwa ikifunga mlango muhimu wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa duniani. Mnamo Aprili, Marekani ilitangaza kuwa ingeweka mzingiro wa bahari kwa meli zinazoelekea au kutoka kwenye pwani ya Iran. Marekani na Iran zilifikia makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano tarehe 8 mwezi Aprili. Licha ya makubaliano hayo, Marekani inaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya
Iran katika siku za hivi karibuni, huku Tehran ikijibu kwa mashambulizi dhidi ya Kuwait, mshirika wa Marekani, kabla ya kura hiyo kupigwa. Trump alisisitiza tena kwamba mazungumzo ya kumaliza vita yanaendelea vizuri sana na yanaweza kukamilika mapema mwishoni mwa wiki hii. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoathiri baadhi ya maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ni mkubwa na wa kutia wasiwasi. Ripoti kamili na Shoaib Ibrahim. Akizungumza katika mkutano na waandishi habari, mkurugenzi wa shirika la WHO kanda ya Afrika, Daktari Mohamed Yakub Janabi amesema mamlaka za afya zinaendelea kushirikiana kwa karibu kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa afya Daktari Samuel Roger Kamba amesema juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zimevua dafu kwa kiwango kikubwa na kubaini kuwa vipimo vya maabara sasa vinatoa majibu ndani ya muda usiozidi saa 24 na maabara mpya ikianzishwa katika eneo la Mokubwalu, moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na ugonjwa huo. Kulingana na waziri huyo, maelfu ya watu waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa wa Ebola tayari wametambuliwa na wanafuatiliwa kwa karibu. Timu za kukabiliana na mlipuko huo pia zimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika kwa msaada wa washirika wa kimataifa. Katika mkutano huo, Uganda imethibitisha utayari wake wa kukabiliana na milipuko ya Ebola.